Wanafunzi wanatoka mbali kwenda mashuleni. Hatujui watoto wetu wataishije. Kama hivi mtoto wangu najua nimeshamuandaa kwa ajili ya shule, lakini sijui kama atafika salama, aidha atarudi salama. Naomba Mama Samia kama sisi wanawake atuangalie kwa jicho la tatu. Sasa hatuoni kama dunia ingekuwepo kama hakuna binadamu. Sasa kama binadamu wanakuwepo, wanauawa na tembo ni wanyama, wanakosa kufuatiliwa na kufanywa jambo la msingi, inaleta shida. Zipo kwenye machaka hapo zimetulia. Na ilipofika muda wa saa 9 zikaingia shambani. Sasa kahali kama hii jamani, sisi wakulima wa huku tunasumbuka sana. Hebu rais aongeze majeshi huku jamani, ikiwezekana yake kituo. Mbunge wa jimbo la Bahi mkoani Dodoma, Mheshimiwa Kenneth Nolo, amehakikishia wanakijiji wa Chifutuka wilayani Bahi kuwa atawasilisha malalamiko na kero serikalini kutokana na uvamizi wa wanyama tembo katika kijiji hicho wanaosababisha uharibifu na vifo vya wanakijiji. Mheshimiwa Nolo ameyasema hayo jijini Dodoma alipohudhuria mazishi ya mwanakijiji aliyefariki kwa kuvamiwa na tembo kisha kukanyagwa hadi umauti. Kama balozi wetu wa Chama cha Mapinduzi anayeishi Mdemwa, akiwa ni mwananchi wa 4 kwa kipindi cha muda mfupi kwa wale waliopata ajali ya tembo. Jambo hili amelisema Mheshimiwa Nolo. Kwa kifupi ni kwamba serikali inatakiwa iangalie namna ya kufikia mwisho. Mwaka juzi tembo walitoka huku wakapita hapa Nchinila, wakapita Mtita, wakaenda Mpunguzi, wakaenda kwenye chuo kikuu cha Dodoma. Tembo 68. Nadhani wote mlishuhudia. Kwa hiyo ilikaa kamati, waziri wa maliasili akiwepo Angela Kairuki na naibu waziri Kitandula ambaye sasa hivi bado ni naibu waziri wa maliasili na utalii. Na mimi nilihudhuria kwenye ile kamati. Mimi mbunge wa Bahi na mbunge wa Mvumi Lusinde maarufu kama Kibajaji. Na tulikaa kwa kuliangalia zaidi kwamba kwa namna ambavyo tembo wanaweza wakatoka 68, uharibifu wake na maisha ya watu ingekuwa ni msiba mkubwa sana wa kitaifa. Na katika majadiliano tukaongea, na hili nalisema wazi kama alivyosema Mzee Nolo kwamba taarifa hizi zinaenda nchi nzima, kwamba ukisema ujenge control tower na walitaka wajenge kule Mtukula kule, kuna sehemu ilitaka wajenge, lakini tembo hawa wameshazagaa, hawako kwenye hifadhi. Kama alivyosema wengine wanatoka sehemu ya mbali wanakuja huku. Kwa hiyo tarafa ya Mpayungu na huku kwetu ndizo zimeathirika zaidi. Sasa njia ya kudhibiti kwa tatizo kama hili ni kujenga fence huko wanako kwenye mbuga ije mpaka ambapo hawezi wakaja kwa wananchi. Lakini tukija kwenye mchezo wa watu wa game kufukuza tembo, watatoka, watafukuzwa, watakuja, utakuwa ni mchezo wa kuigiza. Twende tena tukakae na wizara. Maana tatizo ni kubwa. Na bahati mbaya sheria yetu nayo sio nzuri. Mwananchi akiua tembo nadhani anatakiwa kulipa karibu milioni 60. Lakini tembo akiua binadamu anatakiwa kifutia machozi milioni 1. Kwa hiyo tembo ameongezeka na maeneo yetu haya imekuwa ni kero kubwa sana. Lakini kwa namna ilivyo, ile habari ya kujenga fence ndio jambo la msingi. Kwa ndugu zangu, mimi sina maneno mengi zaidi ambayo naweza nikawalizisha katika tatizo hili tulionalo wote. Tatizo hili ni kubwa. Tembo kama alivyosema mheshimiwa, wananusa habari ya mahindi, wanavunja, wanachukua, wanakula mahindi, hata kama kuna pombe ndani wananusa, wanaona kuna pombe, hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tatizo hili ni kubwa sana. Na mimi nataka niliwasilishe serikali ya CCM, serikali ya Mama Samia, nataka niwahakikishie jambo hili
mtaona, na ikiwezekana na hata mikutano tena tutakuja, ili kwamba lengo letu tuweze kuondoa tatizo hili. Ni tatizo la muda mrefu. Tembo wamezagaa. Viongozi wenzangu, leo sio siku ya mkutano, wala hatuna mkutano, wala hatuhutubii. Kuna jambo moja tu la maafa ya tembo. Naomba serikali isikie hili na itambue kabisa hili. Mpaka sasa Mheshimiwa Mbunge, tuna matukio zaidi ya 4 ya mauaji ya tembo. Matukio ya kuua binadamu. Acha madhara mengine ya mashamba na vitu kadhaa, hata nyumba, hata chakula cha ndani. Mwaka jana tembo alifika mahali wakala mpaka unga wa ndani nyumba za watu. Tumelalamikia hili kwa nguvu zote, limekuwa halina majibu. Leo serikali mpo na sisi serikali ya chini tupo, tunaomba tuungane, tuone tunafika wapi kwenye hili jambo la kudhibiti hawa tembo. Wenzetu maliasili mpo na mvua mpo muda wote, lakini tunaomba leo hili jambo letu ulifike mahali, hebu serikali litambue na ilifanyie kazi. Kwa sababu habari ya kuwa na magemu, kuwa na vituo bado halina nini? Tija. Hawa tembo wakitoka Huzi wanakimbia Chifutuka. Tumewafukuza. Wakifukuzwa hapa kwenda Mtukula wanabaki Mtukula. Tena wanafanya nini? Tunataka tupate njia mbadala ya kuweza kukomesha hawa tembo katika maeneo yetu, waondoke moja kwa moja. Jana nimepokea taarifa ya tukio la msiba huu, lakini jambo hili la kuuawa kijana huyu na tembo sio ni leo tu, na ni mwaka jana, mwaka juzi tembo zinaua watu. Lakini kinacholeta shida kwa upande wa serikali, ambayo ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo mimi ninaitumikia, shida swala linapokuwa limetokea jambo, wanakuja wanaleta fomu, wananchi wanajaza waliyepatwa na jambo hilo, lakini kurudi kwa majibu ya fidia inakuwa jambo gumu. Lakini mwaka jana tuliahidiwa kwamba watajenga mnara kitongoji cha Mtukula eneo la Nguji, kwamba watajenga mnara ambao utakuwa unaonyesha tembo wamepita wapi, ili hawa askari wanyamapori waende kuwaziwia. Hilo halijafanyika mpaka leo. Sasa tunashangaa kama wanaweza, serikali inaweza kujenga minara ya simu, inashindwaje kuweza kujenga mnara wa kuongoza wa hawa maaskari wanyamapori, ili kuona tembo wanatoka huku wanaenda huku, twende tukawaziwie na maisha ya watu yakawa salama. Na kitu kingine ambacho mimi nakiona kinaleta shida, thamani ya tembo, yani inaonekana ni kubwa kuliko ya binadamu. Sasa hatuoni kama dunia ingekuwepo kama hakuna binadamu. Sasa kama binadamu wanakuwepo, wanauawa na tembo ni wanyama, wanakosa kufuatiliwa na kufanywa jambo la msingi, inaleta shida. Na kwa sababu nyinyi ni waandishi wa habari, ndio mnaosaidia jamii vilio vyao kufika maeneo husika, ninaomba jambo hili mulifikishe kwa muhusika, aidha kwa waziri wenye dhamana ya wanyamapori maliasili. Waziri mumfikishie habari kwamba Chifutuka wanaumia, wanakufa watu. Sasa hatuwezi kupenda kuona watu wanakufa, na hao watu si ndio tunaowaongoza, wanakufa halafu hakuna ushirikiaji wa namna yoyote. Mimi kama mama nimeguswa na hili jambo, linatuumiza sana. Kwa mfano kama sisi ni wanawake na tuna mashamba yako mbali, inatakiwa sisi kuondoka na familia zetu tukiwa na watoto mgongoni. Linatuumiza sana. Tunakuwa na mashaka kila tunapoitwa leo. Watoto wetu wanakuwa na mashaka. Alafu vijiji vyetu, hiki ni kijiji kipana mno, kijiji cha Kifutuka. Kina watu na mashamba yao, halafu huko tumejenga nyumba. Wanafunzi wanatoka mbali kwenda mashuleni. Hatujui watoto wetu wataishije. Kama hivi mtoto wangu najua nimeshamuandaa kwa ajili ya shule, lakini sijui kama atafika salama, aidha atarudi salama. Naomba Mama Samia kama sisi wanawake atuangalie kwa jicho la tatu. Kijiji ni kipana lakini kina wafanyakazi wachache, kama askari wanyamapori angeleta kituo kabisa kutuwekea sisi. Tunaumia. Huyu ndugu yetu ambaye kaumia, kaacha mama na watoto, lakini akiwa ni mjamzito. Asa katika hili, kuna mwaka jana tumezika mtu, ni baba mtu mzima, akiwepo shambani kwake anaandaa shamba lake, akaja kufa hivi tunamuona. Lakini mlikuja mkasisitiza kuwa tutaleta fidia, tuandike majina ya viongozi, wakaandika majina ya viongozi, wakachukua na watu wa familia, lakini mpaka leo hayo makaratasi yalienda, hatukupata chochote. Na hatujafanya lolote, hatujakaa sawa, hili tukio lingine limetukia. Tarehe 21 nilipata taarifa majira ya saa 12:30, taarifa ya kwamba kuna mtu amefariki, ameokotwa, amekufa njiani. Kwa kweli nilifanya haraka, nilifika eneo lile na kukuta kweli wananchi wamejaa, wamepiga lwangi, wamejaa, na kukuta watu wakiwa katika masikitiko makubwa
juu ya tukio hili. Kwa kweli kuja kuangalia kwamba ni tukio ambayo kulikuwa kuja kugundua kwamba huyu marehemu alikuwa ameuawa, amekanyagwa na tembo. Kwa hiyo kwa kweli tukio hili limeleta majonzi na simanzi kubwa sana. Kwa ajili ya masuala haya ya tembo yamekuwa ni mambo ambayo yanajirudia katika eneo letu. Labda tu kwa ushauri kwa upande mimi niseme tu mama ambaye ni Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, tunaomba liangalie jicho, yani kwa jicho katika maeneo yetu na mazingira yetu haya ya maeneo ya Chifutuka, kwa sababu tembo wamekuwa ni wengi na wanafanya uharibifu. Hili tunaweza tukasema ni tukio la 3 linatokea, habari ya tembo kuua watu. Lakini sasa ndio hivyo tena, hatua za ulinzi maaskari ni wachache mno, na eneo letu la Chifutuka tunawaombi kiwezekana waweke kambi hapa, kambi ya ulinzi wa hawa wanyama pori, maaskari waje waweke kambi hapa Chifutuka, kwa sababu tatizo hili limekuwa ni kubwa na kubwa linalojirudia. Juzi baada ya sikukuu tulisherehekea vizuri sehemu ya Milaka, ni kuna center. Tukakaa, baada ya saa 1 mimi nikamwaga mdogo wangu nikarudi nyumbani. Baada ya jana akanipigia kakaangu mwingine anaishi Chifutuka huko. Vipi huko mnaendeleaje, mmesherekeaje vizuri? Na nini sikukuu? Akasema tumesherekea vizuri. Kukata tu simu ndo nikapigiwa simu, bwana tunakuomba uje huku, mdogo wako kapigwa na tembo. Ila waliokuwa wanayo paka saa 3 saa 4 walisema walikuwa naye vizuri. Baada ya masaa ya saa 5 ndo marehemu akawa anarudi. Kufika njiani ndo wakakutana na tembo, ndo ikamuua. Sasa ombi langu nachotaka, familia imeacha watoto 7, wajukuu 2, kama ameacha familia watu 9 pamoja na mke wa mjane, mtanisaidiaje kwa kuwa na mimi na familia kubwa? Tembo na juzi wamevuruga shambani mwangu. Kwa hiyo tembo alipovuruga shambani kwangu, yani walikataa kutoka, na majuzi kati maskari gamu walinipakia kwenye gari nikaonyesha kwenye tembo ninakochungia, nikawapeleka wakakimbia. Wakapiga tu mabomu juu ya kufukuza tembo, lakini tembo hazikukimbia. Sasa nikaambia jamani, tembo hizo hapo mnaziona, kwa nini msifanyie uhisia ili sisi wananchi jamani tupate kusaidika? Lakini wakapanda gari wakarudi, wakapiga tu, wakasema zimesha kwenda. Kumbe zipo kwenye machaka hapo zimetulia. Na ilipofika muda wa saa 9 kaingia shambani. Sasa kahali kama hii jamani, sisi wakulima wa huku tunasumbuka sana. Hebu rais aongeze majeshi huku jamani, ikiwezekana aweke kituo ili sisi tupate kufaidika katika mambo ya kilimo. Tunaharibiwa hafa, hata tukiongea kulipo hatulipo. Jana juzi zimevuruga sana shambani kwangu tembo. Hivi mimi nitaishi mazingira gani? Sambamba na hayo, Mheshimiwa Nolo amewataka wanakijiji wa Chifutuka kuwa waangalifu na kuacha tabia ya kutembea usiku, huku wakiwataka kufuata elimu iliyotolewa na afisa mfawidhi TAWA ya kuepuka uvaaji wa nguo zinazoangaza mwanga, ikiwemo nyekundu, kijani na nyeupe, ambazo tembo vutiwa na kuziona hata akiwa mbali.